Kuna wakati mzazi unamwangalia binti yako, unatamani ulimwengu ungekuwa sehemu salama zaidi kwake. Unatamani ulimwengu ungemtazama binti yako kwa mtazamo tofauti. Ulimwengu usimshinikize, ulimwengu usimtatize, ulimwengu usiwe sababu ya maisha mabaya kwa mtoto wako. Lakini ukweli ni kwamba dunia inatakiwa iwe sehemu salama, iweze kumsaidia mtoto wa kike, iweze kumfanya mtoto wa kike aweze kukua, aweze kujitambua, aweze kujithamini na si kumuumiza. Leo kwenye Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia mambo 5 sahihi ambayo yatamsaidia kumweka binti yako kuwa salama zaidi na dunia hii ambayo imejaa vurugu, imejaa kelele na imejaa vitu ambavyo vinawatatiza watoto wa kike. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya jamii nzima. Usipite bila kulike, kushare na kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, mfundishe uwazi na kujieleza mapema. Mtoto wa kike anatakiwa kutambua kwamba anatakiwa awe na uwezo wa kusema hapana pale ambapo anaona kabisa anatendewa ndivyo sivyo. Mfundishe atambue kwamba yeye ana uwezo wa kujieleza, ana uwezo wa kukataa mambo mabaya yale yanayofanyiwa hata kama ni mtu anamfahamu. Aweze kusema hapana kwenye hapana. Asikubali kuendeshwa, asikubali kupelekeshwa, asikubali kunyanyaswa, asikubali kuonewa. Awe ana uwezo wa kusema hapana na kukataa. Hapo itamsaidia yeye kujitambua na kujielewa, na wakati ana uwezo wa kujieleza, itamfanya hata awe bora shuleni na mtaani. Mafunzo mema yanaanzia nyumbani. Hoja ya pili, mfundishe kuwatambua watu, atambue mtu aliye na nia njema na mtu aliye na nia mbaya. Si kila mtu anayemchekea binti yako ana nia njema. Mfundishe kuwatambua watu, wale ambao wanashawishi, watu ambao wanaweza wakamdanganya, watu ambao wanaweza wakamtumia vibaya. Na umfundishe kutambua hisia zake za ndani. Mwambie kwamba hisia zake za ndani hazimdanganyi kamwe. Asikilize hisia zake za ndani, ajitambue yeye mwenyewe, na asisikilize mambo ambayo anaambiwa na mtu ambaye anamchekea, ambaye anamvuta, anamweka karibu. Awatambue watu wema na awatambue watu wabaya. Anapokuwa anasikiliza hisia zake za ndani, ana uwezo wa kutambua kwa sababu kwamba huyu mtu ameniambia hichi kitu ni kizuri na huyu mtu ameniambia hichi kitu ni kibaya. Ajitambue yeye mwenyewe, asikilize hisia zake. Yaani asimsikilize mtu ambaye anamuona tu kwamba anamchekea, anamtabasamia, anamfurahia. Hapana, ajisikilize yeye mwenyewe na mtazame mtu machoni moja kwa moja anapokuwa anamsikiliza. Hapo anaweza akamtambua kabisa mtu, kwa sababu mtu anayeongea vitu ambavyo sio, ukimtazama machoni moja kwa moja anakuwa na aibu. Hoja ya tatu, muwezeshe kujua mipaka ya mwili wake. Mwili wake ni mwili wake. Yaani mfundishe kwamba mtu asimguse mwili wake bila ridhaa yake, na mfundishe sehemu muhimu ambazo hatakiwi kuguswa ovyo ovyo. Kwa shule za msingi huku kuna kawimbo unakuta tunawafundisha watoto wadogo, tunasema don't touch hapa kwangu. Tunaonyesha sehemu ambazo mtu hatakiwi kuzigusa. Mfundishe mtoto, mwambie kwamba mtu asiguse ovyo ovyo sehemu zake za mwili. Ajue jinsi ya kukimbia, ajue jinsi ya kupiga kelele pale ambapo atakuwa mtu anataka kumshika bila ridhaa yake. Ajue jinsi ya kuomba msaada. Yaani authamini mwili wake na hasiruhusu watu kumshikashika mwili wake, kwa sababu akiruhusu kushikwa ndio pale ambapo atakuwa anashawishiwa. Atajikuta ameingia kwenye vishawishi, amefanya mambo ambayo hakutarajia na mwisho amepoteza ndoto zake. Hoja namba 4, zingatia ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni mizuri, lakini wakati mwingine inapotosha watoto. Hakikisha unamfundisha mtoto wako, unamwambia kwamba asimtumie mtu yeyote picha zake za utupu. Yaani picha zake ambazo hajavaa nguo anamtumia mtu. Asifanye hivyo, anakuwa anaingizwa kwenye mitego. Hakikisha unamsaidia wakati anapotumia mitandao ya kijamii, ajue sites mbalimbali ambazo anaweza akatumia akapata maarifa sahihi. Mfundishe pia kwamba
awe makini sana na watu ambao wanamfundisha matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Hakikisha mtoto wako anatumia vizuri mitandao yake ya kijamii. Wewe unakuwa tu ni mtu unayemuelekeza. Hakikisha unakuwa tu ni mwelekezi, msaidizi kwake na sio polisi kwake. Yaani usiwe mtu ambaye labda unamchunga, unamdhibiti, hapana. Uwe tu mwelekezaji ili kusudi aweze kuwa na uhuru, lakini uhuru ambao una mipaka. Hoja namba 5, jenga ujasiri na kujithamini. Mtoto wa kike ambaye anajijua, anajithamini, anajipenda, anajielewa, ni vigumu zaidi kudanganywa, kuingia katika vishawishi na kurubuniwa ovyo ovyo. Mpongeze mtoto wako, mthamini, msifie pale anapokuwa amefanya jambo ambalo ni zuri. Hakikisha unamsaidia, hakikisha unamuelewa, hakikisha unamsaidia yeye aweze kusonga mbele. Hapo ndipo utakuwa umemjengea utu wake wa ndani na baadaye utu wa nje unafuata bila kipingamizi chochote. Kila binti ni kama ua linalokuwa. Hivyo ua hilo linahitaji maji, mwanga, ulinzi ili liweze kukua vizuri. Tuhakikishe tunawalinda watoto wetu na kuwalea vizuri ili waweze kukua vizuri wakiwa wanaepuka zile hatari ambazo zinaweza kuwapata katika maisha yao na kukwamisha ndoto zao. Tunapowalinda binti zetu na kuwafundisha, si kwamba tunawalinda katika hatari tu, hapana, bali pia tunawafanya wawe mabinti wazuri ambao watakuja kuwa wanawake bora katika maisha yao ya baadaye. Tuwe wazazi ambao tunawalinda watoto, tunawatunza, tunawapenda na tunawasaidia. Tunapokuwa tukifanya hivyo, tunajenga kizazi chenye baraka, kizazi chenye neema na kizazi ambacho hakijapotoka. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, usiache kulike, usiache kucomment. Comment hapo chini, tuambie ni mambo gani ambayo wewe unayafanya kumlinda binti yako. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Tunakupenda, tunakuthamini. Asante na Mungu akubariki.